Kwa mujibu wa kanuni yetu ya 70, kwa mujibu wa kanuni yetu ya 70 anataka kuzungumza maneno ambayo tutamsikiliza kisha tutatoa uamuzi. Mheshimiwa Agambo. Mheshimiwa Spika, utakumbuka leo asubuhi wakati wa mjadala wa timu maalum ambayo ulielekeza kutokea TAMISEMI, ilitokea sintofahamu na ndani ya bunge hili kiasi ambacho kuleta picha ambayo imekuwa sio nzuri sana, na nimekaa na nikatafakari. Kwa hiyo nikaomba nitumie fursa hii kutokana na sintofahamu hiyo, basi niliombe radhi bunge lako tukufu pamoja na wewe na makofi yao yanaashiria kwamba wabunge wameridhika. Kwa naomba nisiongeze zaidi ili nisije nikaharibu taswira na dhamira yangu njema nilikuwa nayo kwenye jambo hili. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Asante sana. Mheshimiwa Waziri, naona umesimama. Mheshimiwa Spika, kama utakumbuka jana wakati wa hotuba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Gambo, mbunge wa Arusha mjini, alitoa hoja ambazo ulielekeza ile siku ya kwanza kwamba serikali ije ijibu. Na Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI jana alitoa maelezo ya kina juu ya tuhuma mbalimbali zikiwemo za ubadhirifu, alafu ukiukwaji wa maadili na nyingine zote alizozisema. Na mwishoni ulipotoa maelekezo waziri amekuja kujibu, ndio hiyo anasema ilikuwa purukushani. Sasa kwa sababu maneno haya aliyoyasema mheshimiwa kayarudia tena leo kwenye hotuba ya ofisi hii ya Ofisi ya Rais, sasa ikisemwa tu purukushani na Hansard inabaki na maneno yale yale, mimi niliomba Mheshimiwa Spika afafanue kama anakubaliana na maelezo ya waziri aliyoyasema. Maana baada ya kusema waziri maneno ya serikali, taarifa ya serikali, ndipo yeye akajibu. Neno hili purukushani haliondoi tafsiri ya maneno yote yale na tuhuma zote alizozisema ndani ya Hansard. Kwa hiyo naomba ufafanuzi, au vinginevyo, kwa sababu serikali hii ya awamu ya 6 na bunge hili kazi yake ni kutetea haki, waende kule ambako ulikuwa umetoa maelekezo. Vinginevyo atoe ufafanuzi, kwa sababu kuna maelezo yake na maelezo ya serikali. Alafu mbaya zaidi, labda nimfundishe tu mdogo wangu, spika yule akikaa pale mezani akitoa ruling, huruhusiwi kikanuni kurudia maneno yale yale, lakini umerudia mara ya pili tena wakati wa mchango huu. Sio kwamba nakutisha, lakini mimi ningependa tuweke rekodi sawa, kwa sababu waziri wa serikali ameshatoa maelezo. Mheshimiwa Spika, ningependa aseme purukushani haina maana ya kuondoa yale maneno aliyosema. Naomba umpe nafasi nyingine Mheshimiwa Spika ili atoe ufafanuzi ni kitu gani hicho anachokiombea radhi. Maana purukushani hakusema katika maelezo. Kwenye Hansard hakuna neno purukushani, kuna maelezo. Naomba Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa wabunge ameomba fursa ya kusimama hapa. Mheshimiwa Gambo, na akaomba radhi kwa kilichotokea asubuhi.
lakini hiyo radhi ni kwa bunge, sio radhi kwa spika, kwa sababu nilipopeleka hoja hiyo kwenye kamati yetu ya maadili, haki na madaraka ya bunge, si kwa sababu alikikosea kiti, ni kwa sababu ya hoja yake aliyokuwa ameisema na alitaka afafanue zaidi. Nikasema aende akafafanue huko ili tujue uhalisia ukoje. Sasa amesimama Mheshimiwa Waziri akieleza sasa ule mlolongo wa mambo yaliyotokea, na kwamba radhi ambayo Mheshimiwa Gambo ameomba ni ile inayohusu jambo ambalo lilitokea kabla mimi ya kupeleka kwenye kamati ya maadili, na amesema hapa kwamba Mheshimiwa Gambo ametafakari akagundua kwamba aombe radhi. Sasa kwa maelezo aliyotoa Mheshimiwa Waziri hapa ni kwamba Mheshimiwa Gambo alipata nafasi ya kutoa mchango wake kwenye wakati tunajadili makadirio ya mapato na matumizi kwenye ofisi ya Rais TAMISEMI. Katika mchango ule, kwa sababu kulikuwa na tuhuma mbalimbali ambazo alikuwa amezisema Waziri wa Nchi ofisi ya Rais TAMISEMI, nikawa nimemwambia aende akafuatilia hilo jambo, kisha nitampa nafasi ili aweze kutoa ufafanuzi hapa bungeni ama kutoa taarifa. Leo Mheshimiwa Waziri amepewa nafasi ya kutoa taarifa, ambayo baada ya kutoa taarifa ile Mheshimiwa Gambo akawa kuna maneno anaona kwamba hayakusemwa sawa, na ndivyo hayakusemwa sawa sawa, alitumia maneno hayo. Sasa kusemwa sawa sawa kuna mawili, kwa sababu ndo yale ya kutumia lugha iliyoko kwenye kanuni, ni aidha waziri amesema uongo ama amesema isivyo sawa sawa na mambo kama hayo. Sasa wakati ule wa kuweka mambo sawa ili taarifa zetu rasmi za bunge zikae vizuri, Mheshimiwa Gambo akasema, Mheshimiwa Waziri, wakati mimi sasa namuuliza amesema uongo, kwa sababu ndo kanuni zetu zinavyosema hivyo, akasema hivyo. Kwa hivyo radhi aliyokuwa naomba ilikuwa inahusu hiyo hoja ya yeye kupelekwa sasa kwenye kamati, sio yeye peke yake, yeye pamoja na Mheshimiwa Waziri, ili kule sasa ndo wakaeleze, alafu kisha bunge lije lielezwe hapa nani alikuwa anasema uhalisia wa jambo, kwa sababu hapa nisingeweza kuendeleza mjadala pamoja na Mheshimiwa Gambo. Sasa kwa maelezo ya Mheshimiwa Waziri hapa ni kwamba pamoja na kile kilichotokea mapema asubuhi nikiwa nimekaa hapa kwenye kiti, na baada ya kuelekeza jambo hili liende kwenye kamati, ni kwamba limejitokeza sasa jambo jipya, kwamba Mheshimiwa Gambo amechangia kwenye ofisi nyingine, kwenye wizara nyingine iliyo pia chini ya ofisi ya Rais, akizungumzia tena jambo lile ambalo tayari lilishatolewa ufafanuzi na ofisi ya Rais TAMISEMI. Kwa hivyo sasa hoja ya Mheshimiwa Waziri, kama nimeelewa vizuri, ni kwamba hii radhi inayoombwa ni ya hayo yote pamoja na hili lililochangiwa sasa kwenye ofisi ya Rais, utumishi na utawala bora, au inaombwa ile ya TAMISEMI pale. Sasa nafikiri ndicho ulichokusudia Mheshimiwa Lukuvi. Kama hivyo ndivyo, waheshimiwa wabunge, pamoja na kwamba muda wetu umekwenda sana, mtuvumilie kidogo ili tuliweke sawa. Mheshimiwa Gambo, mchango wako kwa ofisi ya Rais, utumishi na utawala bora, mimi sijausikia. Ulikuwa unahusu hoja ambazo ulishazisema kwenye TAMISEMI, na asubuhi zimetolewa ufafanuzi na Mheshimiwa Waziri wa Nchi ofisi ya Rais TAMISEMI, au ni hoja tofauti kabisa? Baada ya kutoa hayo maelezo yako, nitaweza kutoa sasa uamuzi. Hoja niliyoitoa ilikuwa inahusiana na, ni jambo tofauti kabisa, linahusiana na sakata la ujenzi wa stendi ya jiji la Arusha, ambayo hata kwenye majibu yale ya Mheshimiwa Waziri haikuwa sehemu ya hoja. Ilikuwa ni hoja ya makususi ambayo haihusiani na zile hoja 4 ambazo leo Mheshimiwa Waziri alizitolea ufafanuzi. Na kama nimepitiwa, niko tayari kukumbushwa ili niweke rekodi vizuri. Mchango ulikuwa unahusu ujenzi wa stendi. Haya, kwenye maelezo aliyoyatoa kwenye taarifa fupi aliyoitoa Mheshimiwa Waziri wa Nchi ofisi ya Rais TAMISEMI asubuhi,
Katika yale mambo aliyojielekeza kwake, kuna moja, ujenzi wa jengo la utawala la halmashauri, ujenzi wa soko la machinga. 3, utengaji wa bajeti ya shilingi bilioni 1.6 kwa ajili ya kubomoa maduka eneo la stendi ndogo kutokuwa na tija na halmashauri na mambo kama hayo. Haya ndio mambo yaliyofafanuliwa. Sasa hapa ngoja niangalie jina la hiyo stendi. Maana haya stendi ndogo, natafuta jina la stendi. Mheshimiwa Waziri, unayo sio yale maelezo yako ya yale majadiliano ya asubuhi? Na ukipitia Hansard ama taarifa zetu rasmi za Bunge, katika ile kuuliza na kujibiwa, Mheshimiwa Gambo mwishowe akatumia sasa maneno ya kwenye kanuni kwamba waziri amesema uongo kwenye kwamba yeye alikuwa mkuu wa mkoa, sio alikuwa mkuu wa mkoa, kwamba mradi ulianza yeye akiwa mkuu wa mkoa 2019. Sasa wakati anataka kuleta hoja nyingine, maana kwenye taarifa anasema anazo 2. Mimi sikutaka tena kumruhusu kuleta ya pili, kwa sababu nikaona sasa ni kama tunajadiliana humu ndani, na nyinyi mnafahamu kazi humu ndani zinafanyika kwa kamati. Ndio maana huwa sizungumzi moja kwa moja na mbunge mmoja. Nikasema waende kule kwenye kamati ili huu uongo wa waziri uliosemwa hapa yeye akathibitishe kule. Sasa kwa mujibu wa kanuni yetu ya 70 ndio inayozungumza kuhusu kutokusema uongo bungeni, na inatoa fursa hii ambayo ndio amepewa hapo Mheshimiwa Gambo. Kwa hivyo kama ningekuwa na muongoza Mheshimiwa Gambo namna ya kuomba hiyo radhi, ningekuwa nasema anaweza sasa yeye kufuta maneno yale yaliyokuja baada ya taarifa ya waziri, kuashiria kwamba yale yote amekubali, yani taarifa, yani kama vile alivyokuwa amekaa kabla hajaomba mwongozo ndo amekubali. Kwa nini? Kwa sababu amesema taarifa ile ya mchana ambayo Mheshimiwa Waziri alikuwa na sio ya mchana. Mchango wake wa leo unazungumzia stendi tofauti. Kwa hivyo tunashughulika na ile ya asubuhi. Kwa hivyo Mheshimiwa Gambo anachotaka kusikia Mheshimiwa Waziri, ili sasa tuongozane vizuri kikanuni, ni kwamba baada ya serikali kutoa ufafanuzi kuhusu hoja ambazo uliziweka kwenye mchango wako ulipokuwa unachangia siku ya, nadhani sikumbuki tarehe, lakini siku uliokuwa unachangia kwenye budget ya TAMISEMI, ule ufafanuzi uliotolewa na Mheshimiwa Waziri umeukubali. Hiyo hoja yako Mheshimiwa Waziri. Sasa kanuni ya 70 ukisoma fasili ya 7 na ya 8, ikiwa Mheshimiwa Gambo umeelewa sasa haya maelezo, ni kuongoze kwenye hizo kanuni 2, alafu tunakuwa tumemaliza. Umeelewa maelezo niliyotoa? Niko tayari kwa mwongozo wako Mheshimiwa Spika. Asante sana. Waheshimiwa wabunge, sasa hii kanuni inataka maneno yafutwe kwenye taarifa rasmi za Bunge. Kwa hiyo mbunge ni kwamba anapaswa kufuta kauli yake. Kwa hivyo yeye ameomba radhi na amefuta kauli. Sasa sema hayo maneno mawili ili waziri asikie akitokea kwako. Naona yuko jirani yako hapo. Kwa hiyo wewe futa haya maneno baada ya ule ufafanuzi niliotoa mimi baada ya taarifa ya waziri, alafu omba radhi, tunatoka hapa. Withdraw na naomba radhi. Sema nafuta badala ya neno na withdraw. Napendaga Kiswahili. Nimefuta. Asante sana. Waheshimiwa wabunge, baada ya Mheshimiwa Gambo kuomba radhi na kufuta maneno hayo, sasa kwa sababu hayo maneno ya kusema kwamba maneno ya waziri hayakuwa yamekaa sawa sawa, ama kwa kutumia sasa kanuni zetu alikuwa amesema uongo, kwa kuwa yameondoka kwenye taarifa rasmi za Bunge,
anakuwa haendi tena kwenye kamati yetu ya maadili, haki na madaraka ya bunge, kwa sababu kunakuwa hakuna kinachompeleka tena huko. Kwa hivyo bunge kwa makofi hayo naamini mmeafikiana na msamaha huo, ndio maana sijawahoji, kwa sababu ingekuja taarifa ya kamati hapa ningewahoji. Kwa hivyo hata kuiondoa hii hoja kwenye kamati ingebidi mhojiwe, lakini nimeona watu wote mnapiga makofi. Au kuna mtu hajaridhika nao msamaha? Sawa, sasa ili kanuni zetu zikae sawa, watu wasije wakaja kunikamata siku nyingine, basi wacha niwahoji nikiwa nimesimama. Waheshimiwa wabunge wanaoafiki hoja hii kuondolewa kwenye kamati yetu ya maadili, haki na madaraka ya bunge waseme ndio. Wasioafiki waseme sio. Basi imeondolewa rasmi. Waheshimiwa wabunge, baada ya kusema hayo, sasa nitafuatilia huu mchango uliotolewa mchana ulikuwa unahusu jambo gani, kwa sababu kwa mujibu wa Mheshimiwa Waziri alivyosema ni kama na wenyewe unahusu tena ubadhilifu wa aina fulani. Kwa hiyo nitafuatilia, alafu tutaweza kulifanyia kazi hilo pia kwa sura hiyo, ili wananchi wajulishwe usalama wa fedha zao kama upo, na kama zimeliwa basi hatua ziweze kuchukuliwa. Baada ya kusema hayo, waheshimiwa bunge, naahirisha shughuli za bunge mpaka kesho saa 3 kamili asubuhi.